Mama mkwe, shikamoo. Sikujua kama utarudi mapema kiasi hichi. Najua umechoka na kazi. Niambie nikuandalie kitu gani, chakula, juisi au maji nikupatie. Wewe mwanamke utakuja kufundishwa adabu. Hivi wewe mimi mama yako ananiambia kabisa mimi mama mkwe hivi kweli? Sijui mwanangu alikupendea kitu gani kwanza. Mimi unaniita mama, sio kuniita mama mkwe. Samahani sana mama wangu, nilipitiwa tu. Sikuwa na maana yote mbaya. Samahani mama, nilikuwa nimepitiwa. Samahani ipeleke huko kwenu huko. Yaani mimi inabidi sheria ifuate mkondo wake. Sio unaanza kuniona tu mimi unaanza kuniambia samahani, shikamoo mama mkwe. Mimi ni mama yako au mimi sifanani na mama yako? Kwanza leo mimi ni mama yako na ukome kuniita hiyo. Na ndio maana uzai. Mimi nashangaa si mwanangu amekupendea kitu gani wewe? Nimeshakula kunipotoka. Naomba unipatie juisi ya baridi ya matunda. Okay sawa. Au nikusongea hata ugali kidogo ule na mboga, kuna dagaa walikuwepo. Nikupikia na dagaa. Ni maunga vizuri wananukia kweli yani. Utaenjoy kweli mapishi yangu. Kiswahili lugha yetu ya taifa jamani. Sitaki nirudie sana jamani. Kitu changu mimi kina mambo mengi sana. Naomba unipatie juisi. Nimeshakwambia nimekula huko nilipotoka. Full stop. Acha kunikela sawa? Naomba unipatie juisi ya baridi bana. A few moments later. Rafiki yangu Ochu, bwana tumeonana ndugu yangu. Maswaibu yanayonikuta kwenye familia yangu kule ni makubwa mno. Yaani huwezi amini, mimi mke wangu tuna miaka 5 kwa sasa. Toka tumefunga ndoa kipindi kile, hatujawahi kufanikiwa kupata mtoto wa aina yoyote. Na mimi mke wangu sija shida gani yani? Inanichanganya kweli. Unajua nini Komba? Mimi hili nilikuwa nimeliona toka mwanzo. Yaani mimi nahisi kuna kitu kinaendelea. Kuna mchezo unafanyika hapa. Haiwezekani miaka 5 rafiki yangu, mimi na watoto 3. Wewe mpaka leo haujafanikiwa kupata mtoto. Ndugu yangu, hapo inabidi uamke. Huenda kuna kitu kinaendelea ambacho ukijui. Huenda kuna siri. Familia nyingi zinakuwa na siri nyingi. Huwezi ukajua mwanamke ana siri gani. Ila ni kweli. Unajua sijawahi kufuatia hata historia ya chimbuko la kabila lao huyu mwanamke. Mbaya zaidi rafiki yangu, nimejikuta kwenye mahusiano ya kimapenzi na mfanyakazi wa nyumbani. Yaani huwezi amini, nimeshindwa kujizuia kabisa yani. Yaani ningeshangaa sana kwamba mimi ninapokujua wewe ukai hivi hivi. Haiwezekani. Lakini umefanya uamuzi mzuri. Mwenzangu, wewe kuweza. Yaani mimi kila siku nikae hivi hivi wakati mimi niko kamili. Siwezi nikavumilia rafiki yangu. Sema nipe mbinu nifanyaje ili mambo yangu yasije yakabuma baadaye. Si nikafumwa mimi. Komba rafiki yangu, unajua tamaduni nyingi za Kiafrika, mwanaume kulizika na mwanamke mmoja ni ngumu sana, tena hususan kwa wewe mwenye kesi kama ya kwako, yani ni ngumu sana. Hapo cha kukushauri inabidi tuwe makini tu rafiki yangu, maana yake haya mambo hayanaga ufundi. Unaweza ukafanya mambo yakabuma baadaye ukaja ukafumwa. Kuwa makini tu. Hata mimi kwa mama chanja mimi namchiti sana, lakini ninakuwa makini sana, nazingatia familia. Maana yake hao wanawake wa pembeni hawa wanaweza kukufanya wewe ukawa unatumia hela nyingi ukawekeza, afu mwisho wa siku anakuja kukuacha. Kuwa makini sana na huyo mwanamke. Basi sawa rafiki yangu. Acha mimi nitalifanyia kazi, ushauri wako nitaufanyia kazi. Maana yake sitaki nije niharibu kabisa familia yangu. Japo mke wangu hana uwezo wa kunipatia mtoto, lakini wacha nitafuatilia hili swala. Leo vipi utaki nikupatie samaki leo na ofa na kufanyia leo? Yaani hapa leo na samaki wa beach, pegele, kambale, ukitaka wote, kole, na samaki wote wazuri wako hapa leo. Wewe niambie nikupatie kilo 1, kilo 2 bosi wangu au leo vipi leo? Nashukuru sana mzee Ochu. Kwa leo rafiki yangu leo siko vizuri sana. Nitakuja kuunga kununua samaki siku nyingine. Niliacha nyumbani mboga, kwa hiyo kwa leo kwa kweli sihitaji samaki. Ila next time nikija naomba nifungie mzigo wa kilo 1 ya samaki. Unajua tuna mambo yangu yale. Nitashukuru sana bosi wangu. Uwe na siku njema. A few moments later. Ulikuwa umeenda sehemu gani jamani? Nilikuwa nakutafuta uje umalizie kuosha vyombo. Na vipi je, nguo za shemeji yako umeshazifua? Samahani sana madam, nilikuwa nje kidogo, lakini kuhusu upande wa nguo nilishafua. Nguo za shemeji nishamfulia, lakini vyombo ndo kama hivi nilikuwa nimekuja nataka nianze kuosha hapa.
umeniwahi kidogo tu hapa. Okay, ni sawa, lakini usizembee sana, kazi zikae zikakuelemea zikawa nyingi. Si unajua tena hii mida yenyewe imeshakwenda, na unajua shemeji yako ndo mida yake ya kurudi saa 10. Kwa hiyo jitahidi na upike na chakula kabisa cha jioni na usiku, sawa? Basi sawa bosi, lakini kumbuka na mafuta ya kupikia kisha. Kwa nini nataka uniongezee pesa kidogo niende sokoni nikachukua na mafuta ya kupikia kwa ajili ya kuungia mboga. Sinajua tena. Kwani Maria, shemeji hakukuachia pesa yoyote ya matumizi? Hapana, kwa kweli madam, hajaniachia. Labda wewe ndio unipe nende kanunue nje nipike. Basi sawa, mimi nitakupatia pesa uende kanunue mafuta na mahitaji mengine madogo kwa ajili ya kupika. Ili anapokuja jioni huyu akute kila kitu kiko tayari, sawa? Nitakupatia pesa yako, nitakuwekea kwenye meza pale uende ukaichukue, uende sokoni ukahemee vitu. Karibu sana Mama Komba. Naona umekuja kufuata majibu ya mkwe wako kuweza kujua hali yake na mizimu inasemaje, si ndio? Yaani haswa mganga, hilo ndio lilonifanya nitoe mguu wangu kutoka nyumbani kuja mpaka hapa. Nataka nijue hatima ya huyu mke wangu imekuaje, maana mimi nataka tu mjukuu. Vipi mganga, ulivyoangalia umegundua nini? Mizimu ya jua imeniambia kwamba tatizo ambalo linamkuta mkwe wako au mke wa mwanao Komba sio la kawaida, si la kimwili kama tunavyotambua sisi, bali ni shambulio lingine ambalo limempata. Kuna kivuli kinatembea na mkwe wako, ndicho kinachomfanya mpaka anashindwa kupata ujauzito. Hapo mganga sijakuelewa kwa kweli. Kimvuli kinampataje mtu, na mtu anatembea vipi na kimvuli? Ni kimvuli cha kawaida au ni cha mizimu? Si cha kawaida, ni kimvuli cha mizimu ndo kinatembea na binti. Ndio maana kinamfanya anashindwa kupata hata ujauzito. Kwa hiyo niko tayari kukusaidia kwenye hili tatizo. Ile inabidi ufuate masharti. Ukikosea sharti hata moja itaenda kukugharimu wewe na kijana wako. Basi sawa, nitakuwa makini sana kufuata masharti yako mganga wangu. Tazama, pembeni yako nimekuwekea kibuyu. Hicho kibuyu kina mchanganyiko wa mizizi na mitishamba mbalimbali kutoka kwenye mimea ambayo nimeitoa kwenye msitu wa Andeni. Kwa hiyo hapa ninachotaka kukifanya ni kwamba nimekutengenezea dawa. Hii dawa utaenda kumwekea mkwe wako kwenye chakula chake, sawa? Hapo sawa, nimekuelewa sana mganga. Angalizo, dawa hii ni kali sana na ina mchanganyiko wa mimea ya aina 3. Kwa hiyo unapotumia dawa kama hii inabidi uzingatie masharti. Kukosea sharti hata moja inaweza kuharibu kila kitu na maana nzima ya hii dawa. Kwa hiyo hii dawa inabidi uende kumchanganyia kwenye chakula chake. Lakini zingatia haya nitakayokuambia. Cha kwanza, hautakiwi kumwambia mtu yoyote kuhusiana na hili swala. Inabidi ibaki kama siri yako. Ibaki kama siri yako, usimwambie mtu yoyote. Sharti la pili, hautakiwi kumfokea mke wako kwa namna yoyote. Nimekuwa nikiona ukimfokea na kumwambia maneno mabaya ya kashfa. Hautakiwi kumwambia chochote kibaya. Zaidi unatakiwa kumwambia maneno mazuri na matamu. Kingine, hautakiwi kulitazama jua likiwa linazama, maana hii dawa imetengenezwa na miungu ya jua. Hautakiwi kulitazama jua likiwa linazama. Na kuomba chonde, fuata haya masharti. Ukikosea sharti hata moja, utaenda kuzua balaa lingine kabisa. Okay, sawa mganga, nimekuelewa. Nitajitahidi kuzingatia masharti yako yote.